kwetu mwanzo, kwetu jana, kwenye pwani ya ziwa Kigoma, mlango wa historia katika ufukwe wa ziwa Tanganyika. Kuna sehemu duniani ambapo historia haijulikani kwa wengi, bali inaishi kwenye upepo, maji na ardhi yenyewe. Sehemu hiyo ni Kigoma, mji uliotulia kando kando ya ziwa Tanganyika, lakini ndani yake umebeba hadithi nzito za karne nyingi za Afrika. Kutoka juu ya anga, ufukwe wa Kigoma unaonekana kama mstari wa amani unaogusa maji makubwa ya ziwa refu zaidi Afrika na la pili kwa kina duniani. Lakini chini ya utulivu huo kuna simulizi za safari ndefu, biashara za kale na mikutano iliyobadilisha historia ya dunia. Zamani sana, kabla ya ramani za kisasa hazijachorwa na kabla gari moshi juu ya mwisho wa reli haijapiga mruzi wake wa kwanza, Kigoma tayari ilikuwa lango la wasafiri na wafanyabiashara waliovuka misitu mikubwa na milima hadi kuyafikia maji ya ziwa Tanganyika. Makabila mbalimbali, wafanyabiashara wa pwani ya Afrika Mashariki na wasafiri kutoka maeneo ya mbali walifika hapa. Walibeba chumvi, pembe za ndovu, ngozi na bidhaa nyingine, wakivuka njia ndefu za biashara zilizounganisha pwani ya bahari ya Hindi na moyo wa Afrika. Hivyo Kigoma ikawa kivuko cha tamaduni na lugha, mahali ambapo dunia nyingi zilikutana kimya kimya. Lakini simulizi ya Kigoma ilipata sura mpya mwishoni mwa karne ya 19. Na hapa karibu katika kijiji cha Ujiji, ambapo tukio linaloingia katika historia ya dunia lilitokea. Msafiri mashuhuri Henry Morton Stanley alimkuta daktari na mtafiti aliyekuwa ametoweka kwa muda mrefu, David Livingstone. Kwa mshangao na heshima, Stanley alitamka maneno yaliyobaki katika historia akisema, "Dr. Livingstone, I presume." Maneno hayo yakageuka kuwa moja ya nukuu maarufu zaidi katika historia ya safari za Afrika. Baada ya hapo, Kigoma ikaingia katika kipindi cha mabadiliko makubwa. Wakati wa ukoloni wa Wajerumani, reli ya kati ilijengwa kuunganisha Dar es Salaam na Kigoma kwa mara ya kwanza. Mji huu wa ufukweni ukageuka kuwa bandari muhimu ya biashara na usafiri katikati ya Afrika. Meli zikaanza kukata maji ya ziwa Tanganyika zikibeba watu, bidhaa kuelekea Kongo, Burundi na Zambia. Kigoma ikawa kiungo muhimu cha uchumi na mawasiliano katika eneo lote la maziwa makuu ya Afrika. Lakini hata leo ukienda Kigoma wakati wa jioni, utaona kwamba historia bado haijaondoka. Jua linapotua polepole juu ya maji makubwa ya Tanganyika, anga hubadilika kuwa rangi ya dhahabu na zambarau. Upepo wa ziwa unapita taratibu, kana kwamba umebeba sauti za zamani, sauti za wasafiri, wafanyabiashara na simulizi za watu waliopita hapa karne nyingi zilizopita. Milima inayozunguka mji huu inasimama kimya kama walinzi wa historia, wakitazama safari ndefu ya Kigoma kutoka kijiji cha kale cha biashara hadi kuwa moja ya mji wenye historia tajiri zaidi nchini Tanzania. Kwa sababu Kigoma si tu mji, ni mlango wa historia ya Afrika ya Kati, mahali ambapo maji, watu na hadithi zimekutana kwa zaidi ya karne nyingi. Na kwa pamoja tunasema karibu Kigoma, mahali ambapo historia bado inaishi. Na kufikia hapa sina la ziada kwa leo. Hadi wakati mwingine, langu jina ni Jacob Morris wa Drone Media. Tukutane tena katika video ijayo katika simulizi za miji yetu. Asanteni. Tunaketi ufukweni, tunataja majina ya waliotutangulia zamani. Safari ya mbali, Kigoma yangu, napata nguvu na hadithi za zamani. Nikikukumbuka nahisi niko nyumbani. Hata nikizoea magorofa na kelele za miji,